Hello, habari mama, kama umejifungua kwa upasuaji na sasa unanyonyesha, video hii ni muhimu sana kwako isikupite. Leo nitaonyesha vyakula ambavyo vinaweza kukuchelewesha kupona changamoto uliyokuwa nayo endapo utakuwa umejifungua kwa upasuaji. Hakikisha unatazama hadi mwisho wa video hii ili upate kujifunza vitu vingi. Kwa nini lishe ni muhimu baada ya upasuaji? Baada ya kujifungua kwa upasuaji, mwili wako unahitaji muda wa kupona na lishe ni bora itakusaidia sana. Kwanza itakusaidia kuponyesha jeraha haraka, itakusaidia kuongeza nguvu, itakusaidia kuboresha uzalishaji wa maziwa kwa mtoto kwa haraka. Lakini vyakula vibaya vinavyoweza kufanya mambo kuwa mabaya zaidi vipo. Vyakula vya kuepuka kabisa ambavyo unatakiwa kuviepuka kwa kipindi ambacho unakuwa umefanyiwa upasuaji. Kitu cha kwanza ni vyakula vya mafuta mengi. Epuka vyakula vya kukaanga sana. Machipsi, kuku za kukaanga, epuka sana. Lakini pia hizo hupunguza kasi ya mmeng'enyo wa chakula na kuongeza hatari ya kuvimbiwa. Lakini pia inaweza kusababisha uzito kuongezeka kwa haraka endapo umefanyiwa upasuaji. Lakini njia ya pili ni vyakula vyenye kafeini nyingi, mfano wa kahawa nyingi na soda. Lakini kafeini huingia kwenye maziwa ya mama na inaweza kumfanya mtoto awe na usingizi kila mara. Vyakula vyenye kafeini nishafundisha sana kwenye video ambazo zimepita, muendelee kuzifuatilia. Lakini vyakula vingine ni vyakula vya gesi ambavyo utakiwa wewe kuvitumia kwa kipindi hicho, mfano maharage mengi, makabeji, broccoli ni mabaya sana. Hiyo huweza kusababisha gesi tumboni kwa mama. Wakati mwingine huathiri mtoto pia na maumivu ya tumbo kwa huyo mtoto. Kuna vyakula vyenye sukari nyingi ni vibaya sana, kama mapipi, keki, soda, hizo unatakiwa usitumie kwa kipindi hicho. Hiyo hupunguza kinga ya mwili, lakini pia huchangia uchovu. Kwa wewe mama uliyejifungua kwa operation, unahitaji kufanya mazoezi na sio kulala. Lakini kuna vyakula vilivyosindikwa sana, kwa utaweza tukasema processed food. Kwa mfano masoseji, noodles, vyakula vya kopo ni vibaya sana kwa kipindi hicho ambacho unakuwa umejifungua kwa operation au kwa upasuaji. Huwa na kemikali na chumvi nyingi na havina virutubisho vya kutosha kwa wewe na mtoto wako. Usinywe pombe kwa kipindi hicho. Lakini pia kuna dalili za vyakula ambavyo havikufai kabisa, kwamba angalia ni vyakula gani, kwamba mtoto kulia sana. Ukiwa unaona mtoto analia sana, ujue kapata gesi. Maumivu ya tumbo kwako, jeraha ya kuchelewa kupona. Ukiona dalili hizi, angalia unachokula ni nini. Vitu vingi vinaenda kulingana na vyakula ambavyo umeanza kula kipindi umejifungua kwa operation. Badala yake sasa ule nini? Mwanamke wewe uliyejifungua kwa operation au kwa upasuaji, unatakiwa kula vyakula vyenye proteini nyingi, hasa mayai, itakusaidia sana, samaki, kuku wa kienyeji wa kuchemsha, mboga za majani, matunda, maji ya kutosha ni vizuri sana. Lakini pia kumbuka mama, unachokula kinaathiri afya yako na ya mtoto pia. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kulike, kushare, lakini pia kusubscribe na kuwapatia wamama wengine ili waweze kujifunza zaidi na zaidi. Tuonane kwenye video inayofuata.